Nakumbuka kusoma muda fulani uliopita kuhusu mwanamume aliyeshinda dola 314 milioni kwenye bahati nasibu. Na unajua, haikuchukua muda mrefu kabla maisha yake binafsi kugeuka kuwa mfululizo wa majanga ya kusikitisha. Kweli, kwa jambo moja, alitumia pesa zake iholela. Alijiruhusu kutosheleza matamanio yake. Alifanya marafiki wengi na watu wasiofaa. Aliishia kuibiwa mara 2 tofauti. Alikamatwa kwa kuendesha gari akiwa amelewa. Aliingia sana kwenye kamari. Hatimaye alishtakiwa na kasino kwa kutoa hundi zisizo na fedha zenye jumla ya zaidi ya dola milioni 1. Zaidi ya hayo, mjukuu wake alipata marafiki wengi wapya. Kwa namna ya kusema, walimvuta kwenye maisha ya dawa za kulevya, na hatimaye hilo likachukua maisha yake. Unajua, tunaweza kufanya mambo mengi mazuri na pesa. Tatizo halisi si pesa. Swala kubwa zaidi ni pesa zinatufanya nini? Unajua, ustawi wa kifedha una uwezo wa kipekee wa kutupeleka mbali na Bwana, kutushawishi kwamba basi Mungu lazima anatukubali chochote tunachofanya. Anasa tunazotamani, unajua, zinakuwa mahitaji yanayoweza kuhalalishwa. Unajua, ustawi ni hatari zaidi kuliko umaskini. Wakati wa huduma ya nabii Amosi, taifa la Israeli hapa linapitia ustawi mkubwa. Watu wengi wanaishi katika anasa. Kwa kweli, kila kitu kuhusu Israeli sasa hivi kinaonekana kuwa na afya na kustawi, lakini taifa ni kama tufaha jekundu lenye kung'aa ambalo limeoza ndani. Sasa katika sura ya 3 hadi 6 hapa katika kitabu cha Amosi, Bwana anatufunulia uozo katika moyo wa watu na anaeleza kwa nini hukumu inakuja kwa ufalme wa kaskazini wa Israeli. Sasa kuna ujumbe 3 katika sura hizi. Kila moja huanza na maneno, sikieni neno hili. Sikieni neno hili. Sikilizeni neno hili. Hilo linanikumbusha mama yangu ambaye angekuwa akisema, sasa Steven, unahitaji kusikiliza. Ujumbe wa kwanza katika sura ya 3 ni ukumbusho kwamba Israeli ni watu waliochaguliwa na Mungu. Mungu anawaambia hapa katika mstari wa 2, ni nini tu nimewajua kati ya familia zote za dunia. Kwa maneno mengine, anawakumbusha kwamba wao ni watu wake wa agano maalum. Hata hivyo, pamoja na upendeleo huo maalum huleta wajibikaji maalum sana. Mistari ya 3 hadi 6 inaonyesha mfululizo wa maswali yanayofichua kutokuwa waaminifu kwa Israeli na, kwa kweli, kwa nini hukumu ya Mungu lazima ije juu yao. Bwana anawauliza hapa katika mstari wa 3, je, wawili hutembea pamoja isipokuwa wamekubaliana kukutana? Naam, maana yake ni kwamba Mungu hawezi kutembea na watu ambao hawataki tena kutembea naye. Anawauliza hapa katika mstari wa 4, je, simba hunguruma msituni wakati hana mawindo? Kwa maneno mengine, simba hunguruma kwa sababu amepata chakula chake cha usiku, na kwa njia hiyo hiyo ngurumo ya Bwana si ya bure. Inaonyesha kwamba hukumu iko njiani, na hukumu hii itahusisha Israeli yote. Kwa kweli, mstari wa 11 unasema, adui atazunguka nchi na kuangusha ulinzi wako, ngome zako zitaporwa. Naam, tunajua kwamba Samaria, mji mkuu wa Israeli, utaanguka. Madhabahu huko Betheli, kituo cha kidini cha Israeli, zitaharibiwa. Nyumba za majira ya joto na baridi za matajiri, yaani nyumba kubwa, tunavyoambiwa hapa, zitafikia mwisho. Mstari wa 15 unatueleza hakuna sehemu ya taifa itakayoepushwa. Naam, sasa hapa katika sura ya 4 ujumbe wa pili unaanza na tena sikilizeni. Tunaelekezwa kwanza hapa kwa rejeleo la ng'ombe wa Bashani. Bashani, mashariki mwa Yordani, ilijulikana kwa malisho yake na ng'ombe. Hapa wanawake matajiri wa Israeli wanaonyeshwa kama ng'ombe hawa waliotunzwa vizuri, ambao hawafanyi chochote cha uzalishaji, lakini wanadai anasa zaidi na zaidi kutoka kwa waume zao. Siyo maelezo ya kupendeza sana. Hawajali kwamba madai yao yanasababisha katika ukandamizaji wa maskini na kuponda wahitaji.
Unajua, tunapenda kufikiria kwamba ubinafsi wa watu na kujifurahisha kwao huumiza tu maisha yao. Lakini hapa nabii anatukumbusha kwamba hiyo pia inaathiri maisha ya watu wengine, wale wanaoteseka moja kwa moja, pamoja na wale ambao kwa kweli wanafuata mfano wao mbaya, pia wanaweza kupoteza maisha yao. Sasa Bwana anaahidi hapa katika mstari wa 2 kwamba adui atawachukua kwa ndoano. Hii inawezekana zaidi ni rejeleo la mbinu ya Waashuri ya kuongoza mateka kwa ndoano, zilizowekwa kwenye pua zao, zilizochomekwa kwenye pua zao na kuunganishwa na kamba. Hii ni maelezo ya kikatili ya wanawake ambao watapata fedheha sawa na watu wote maskini waliowakandamiza. Sasa zaidi ya yote, Israeli inalaumiwa kwa unafiki wa kidini. Walikuwa wameweka ndama wa dhahabu huko Betheli, ambao pengine ulionyeshwa kama unamwakilisha Bwana. Kwa kweli ilimkufuru Bwana, ilikiuka neno la Mungu. Na sasa sehemu iliyobaki ya sura ya 4 ni mashtaka dhidi ya Israeli kwa kukataa kwao kujibu ipasavyo nidhamu ya Mungu. Anasema hapa katika mstari wa 7, nilizuia mvua. Lakini mstari wa 8 unasema, lakini hamkurudi kwangu. Mungu pia anatuma magonjwa na majanga yaliyokusudiwa kuvuta hisia zao, kuwaleta kwenye toba, lakini yote hayo yanapuuzwa. Kwa kweli katika sehemu hii yote, mistari ya 6 na 8, mistari ya 9, 10 na 11, tunasoma kauli hiyo inayorudiwa, lakini hamkurudi kwangu. Kweli, kwa huzuni, Bwana anasema hapa katika mstari wa 12, jiandaeni kukutana na Mungu wenu, Israeli. Sasa hii haitakuwa mkutano wa kupendeza kwa njia. Hii ni kama mwalimu wangu wa shule ya msingi akiniambia niandae kukutana na mkuu wa shule. Nilijua nilikuwa na matatizo. Kweli, Israeli iko kwenye matatizo. Bwana atatoa hukumu, na kwa wakati huu hakuna kurudi nyuma. Sasa sura ya 5 na 6 zinaunda ujumbe wa tatu. Unahitaji kusikiliza ujumbe huu, Israeli. Sura ya 5 inaanza na huzuni ya Bwana juu ya uharibifu unaokuja, kuanguka kwa Israeli, lakini kisha anasema hapa katika mstari wa 4, nitafuteni na mkaishi. Unaona, ingawa taifa linaelekea kwenye maafa ya hakika, Bwana kwa neema anawakumbusha watu binafsi ndani ya Israeli kwamba wanaweza kutubu kibinafsi, wanaweza kumgeukia kwa imani, wanaweza kupata uzima ndani yake. Kwa hiyo mtafuteni Mungu na mkaishi. Na niwaambie wapendwa, ujumbe huu haujabadilika leo. Mkatae Mungu na utapata hukumu ya milele. Mtafuteni Mungu na unaelekea kwenye furaha ya milele, hata ingawa dunia imeamua kumkataa Mungu, hata ingawa dunia inaelekea moja kwa moja kwenye hukumu yake. Na hiyo haitabadilika. Basi hatuhitaji kwenda pamoja na dunia. Sisi binafsi hatuhitaji kuteseka na hukumu hiyo. Kwa kweli, samaki aliyekufa yeyote anaweza kuelea chini ya mto na mkondo, lakini inahitaji samaki aliye hai kuogelea juu ya mkondo, dhidi ya mkondo. Inahitaji ujasiri leo kumfuata Mungu, kuogelea dhidi ya mkondo wa utamaduni uliopo, lakini Mungu anatoa mwaliko wa aina hiyo hapa. Kwa kweli, katika sura ya 5 na aya ya 14 anasema, tafuteni mema na si mabaya, ili mpate kuishi. Basi wengi waliojidanganya katika Israeli walidhani wao ni wema. Walijiona kuwa wenye haki hakika zaidi kuliko majirani zao wapagani. Walikuwa hata wanatamani siku ya Bwana ifike, kana kwamba ingelileta uharibifu tu kwa, maadui wote waovu kule. Lakini Bwana anasema tena hapa katika aya ya 18, kwa nini mnatamani siku ya Bwana? Ni giza na si nuru. Kwa maneno mengine, wakati hukumu ya Mungu inakuja, haitakuwa jua na maua kwa mataifa yote na kwa Israeli pia. Ujumbe wa Amosi unajumuisha maneno yanayojulikana hapa katika aya ya 24, haki na itiririke kama maji, na haki kama kijito kisichokauka.
Sasa unahitaji kuelewa katika maandiko haya hasemi kuhusu haki ya Mungu. Anazungumzia haki ya Israeli. Hiki ndicho wanachopaswa kufanya: kuacha haki itiririke kama maji na haki kama kijito kisichokauka katika nchi yao. Shida ni kwamba mto wa maji wa Israeli umechafuliwa, haitiririki. Unaona, umesimama. Sasa kwa hayo tunafika sura ya 6 ambapo Israeli inaelezewa kuwa inajisikia salama. Wanaishi kwa anasa tena, lakini ustawi wao umewadanganya. Na Bwana anatangaza kwamba hawana tofauti na Wafilisti. Kuanzia aya ya 4 anasema, ole wao wanaolala kwenye vitanda vya pembe za ndovu, wanaojipaka mafuta bora zaidi. Aya ya 7 inasema watakuwa wa kwanza kwenda uhamishoni. Ni kweli wana ustawi, lakini wamepoteza ustawi wao. Wanawaza tu kuhusu wao wenyewe. Vipi kuhusu wewe leo? Je, unatumia vibaya ustawi wako? Au unatumia kile ambacho Mungu amekupa kusaidia wengine? Vipi kuhusu hazina kuu zaidi, hazina ya Injili ulio nayo? Je, unashiriki nayo na watu ambao Mungu amewaweka katika njia ya maisha yako? Tuhakikishe tunatumia leo kile ambacho tumekabidhiwa na Mungu kwa utukufu wa Mungu. Sasa neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.